Tuangalie vile vile siku za usoni kuweza kuwawezesha wajasiriamali wadogo wadogo ambao wana matamanio ya kujenga kwa mfano vituo vya gesi CNG. CNG sasa hivi kama mnavyojua ndio habari ya mjini. Na kwa vile siku hizi mnajua kwamba kwa sababu ya vita mafuta yamepanda bei, lakini kwa wale ambao wanatumia gesi asilia au CNG wana unafuu mkubwa sana. Na kwa sababu tuna gesi, tuna miundombinu, na nafikiri sasa tusiishie kwenye mafuta, lakini twende kwenye masuala ya CNG. Inawezekana. Yote ni vitu ambavyo nyie tuko kwenye mandate yenu kuhakikisha vinafanyika. Kwa hiyo pamoja na kujiwekea lengo la kuhakikisha kwamba mnatoa mikopo kwa zaidi ya wajasiriamali 200, lakini swala la CNG vile vile tuliangalia. Mnaweza mkaanza na chache, sio lazima uanze na 100, unaweza mkaanza na 5, 6, na katika maeneo ambayo tayari kuna miundombinu. Kama mnavyofahamu, tulifanya umeme kwa kiasi kikubwa na mafanikio makubwa, na kuanzia mwaka juzi tumeanza nishati safi ya kupikia, na leo tunafungua ukurasa mpya wa kupeleka nishati ya mafuta. Ukweli tunafahamu vituo vingi vya mafuta vilivyokuwepo sasa viko kwenye maeneo ambayo biashara inalipa zaidi. Lakini je, hiyo ndio hali ilivyo kwa wananchi wenzetu wanaoishi vijijini? Jibu lake hapana. Kule watu aidha hawana mafuta kabisa, inabidi watembee umbali mrefu kutafuta mafuta, au wanapita wanaenda kupata huduma kwa watu wanaouza mafuta kwenye vifaa ambavyo havikidhi ubora na usalama wa biashara yenyewe. Ukienda kule kijijini, Mheshimiwa Katibu Mkuu, ukiuliza lita moja ya mafuta unaambiwa wakati ule huku tunauzia 2800 unaambiwa ni 5000 lita moja ya mafuta. Kwa muda mrefu baadhi ya wananchi wa maeneo ya vijijini wamekuwa wakilazimika kusafiri mbali mrefu kufuata huduma ya nishati hii. Hali hii huongeza gharama za usafiri na kuathiri shughuli mbalimbali za kiuchumi zinazotegemea nishati. Vituo hivi vitasaidia kurahisisha upatikanaji wa mafuta kwa wananchi, wakulima, wafanyabiashara na watoa huduma za usafiri. Vile vile uwekezaji huu una nafasi ya kuchochea ajira, kuongeza mzunguko wa biashara na kuimarisha shughuli za uzalishaji vijijini. Serikali itanufaika kupitia kodi ambayo itakuwa inatozwa. Jamii itapata ajira ya moja kwa moja na ambazo sio za moja kwa moja. Bei za mafuta ya dizeli na petroli zitakuwa na uwiano kwa kuwa zitafuata bei ya elekezi ya EWURA. Hivyo wakulima, wafanyabiashara, wavuvi, wasafirishaji watanufaika. Utunzaji wa mazingira pia utazingatiwa kwa sababu vituo vyetu vitakuwa ni bora na vinakidhi viwango. Aidha, afya na usalama, kwani petroli ni bidhaa inayohitaji utunzaji makini. Tunatambua changamoto nyingi ambazo zimesemwa na wengi kabla ya mimi, hivyo tunatoa shukrani sana za pekee, lakini pia ni waahidi Benki ya Azania, lakini pia ni waahidi watu wa REA kwamba tutatoa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha tunarejesha mikopo hii, lakini pia tunakuwa ambassador kwa wale ambao hawajapata mikopo hii ili waweze kuja kupata mikopo.